EWURA imekuwepo hapa katika viwanja vya Chinangali kwa siku 8 sasa, na katika muda wote huo tumeutumia kukaribisha wananchi mbalimbali kutoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dodoma na nje ya Dodoma kwa lengo la kuwaelimisha, kuwapa maarifa kuhusu huduma zile ambazo EWURA inazidhibiti. Na katika maeneo ambayo tumepata maswali mengi, kwa mfano mtu anawezaje kufanya uwekezaji wa vituo vya gharama nafuu vya vijijini ili kuepuka kuuza mafuta kwenye chupa, kwenye ndoo na kwenye magaloni. Pia tumepata fursa ya kuwaelekeza wananchi kwa ujumla namna ambavyo EWURA inadhibiti huduma za maji, ukokotoaji wa bei, ukokotoaji wa gharama za umeme pamoja na ukokotoaji wa gharama za mafuta. Katika siku 8 hizi wananchi pia wamekuwa wakiuliza na tumepata fursa ya kuwaelewesha namna gani wanaweza wakaleta malalamiko yao pale ambapo wanakuwa hawaridhishwi na huduma zinazotolewa katika sekta ambazo EWURA inazidhibiti. Iwe ni masuala ya bili bambikizi, iwe ni masuala ya kukatiwa maji au kunyimwa kuunganishwa umeme na kadhalika. Na katika upande huo tumewashauri sana wananchi, itoe wito kwa wananchi kujitahidi kusoma mikataba ya huduma kwa wateja. Hii mikataba inapatikana kwenye website au tovuti mbalimbali za watoa huduma kama DUWASA, DAWASA, iwe mamlaka ya maji ya Mwanza na kadhalika. Ni kupitia mikataba ya huduma ndipo wananchi wanaweza wakafahamu haki na wajibu wao. Sasa wakifahamu haki na wajibu wao wanakuwa katika fursa nzuri ya kuzidai kwa mtoa huduma. Na hili tunafikiri kama litawekewa mkazo na watumiaji wa huduma itasaidia sana kuzifanya mamlaka za maji zitoe huduma kwa namna ambayo inatakiwa. Kwa mfano mtu hawezi tu kuja Jumapili usiku akasema bwana nakata maji kwa sababu hujalipa. Hiyo haitakiwi. Hata ukiangalia kwenye mkataba ambao mamlaka ya maji inakuwa imeingia pamoja na wananchi. Mikataba hii tunapozungumzia mkataba tusitoe picha kama mikataba ni kitu kikubwa sana ambacho ili ukielewe vizuri unatakiwa umesoma sheria. La hasha. Mikataba ni nyaraka ambazo mara nyingi zina kurasa 10, 15, 20 na zimeandikwa kwa lugha ambayo ni nyepesi kueleweka na mwananchi wa kawaida. Mkataba kwa kawaida inaeleza mtoa huduma yuko wapi, anatoa huduma gani na amejiwekea viwango vya huduma ambavyo anatakiwa kukupa wewe ambaye unapokea huduma. Na inapotokea kwamba amekiuka viwango ambavyo ameahidi, basi mtumiaji wa huduma hiyo unapata nguvu ya kwenda kumbana kwanza yeye mwenyewe kwamba bwana ulisema nikiomba maji ndani ya siku kadhaa nitakuwa nimeshayapata, lakini leo imepita labda wiki 2 au wiki 3 hujanipa huduma hiyo. Na kuna fidia kwenye mikataba yote, kuna fidia ambazo zimeainishwa ambazo mtoa huduma atapaswa kuzilipa fidia hizo kama hatakuwa amekidhi vigezo ambavyo vimeainishwa kwenye mikataba. Kwa hiyo tunategemea wananchi kwa kusoma na kuifahamu mikataba hii itasaidia sana kupunguza malalamiko au manunguniko kwenye huduma ambazo EWURA inazisimamia.